Home Clinic. Mtazamaji wa Sauti TV, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Home Clinic kinachokujia kila siku ya Jumatano, muda na wakati kama huu. Ni kipindi maalum kinachokupa wewe elimu na taarifa sahihi kuhusiana na afya yako. Na kwa siku ya leo tutachambua mada ya mvurugiko wa homoni. Mimi ni Lucy Zakaria, kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Na kabla ya kusonga mbele, turudi katika Clinical Puzzle ya wiki iliyopita ambapo swali lilikuwa likihoji, je, unafahamu ni sehemu ipi ya mwili ikishindwa kufanya kazi kiufanisi hupelekea mtu kupoteza uhai? Na majibu yake ni sehemu ya moyo. Pale moyo wa binadamu unaposhindwa kufanya kazi, basi uhai wake hupotea au kupoteza maisha kwa ujumla. Na baada ya kupata majibu ya Clinical Puzzle ya wiki iliyopita, kwa sasa tukatazame Afya Storyline. Homoni kutokuwa sawa mwilini kwa mwanamke. Hormone imbalance ni hali inayotokea wakati viwango vya homoni mwilini vinapokuwa vimebadilika. Mara nyingi hutokana na mabadiliko ya asili kama vile hedhi au hata ujauzito, lakini pia inaweza kusababishwa na magonjwa, lishe duni au msongo wa mawazo. Dalili za homoni zisizo sawa zinaweza kuwa tofauti kwa kila mwanamke. Baadhi ya dalili za kawaida ni hedhi zisizo sawa, uzito kupanda kwa ghafla, unyevu wa ngozi, kuchoka kwa urahisi na mabadiliko ya hisia kama kuhisi hasira au huzuni bila sababu. Baadhi ya sababu za hormone imbalance ni pamoja na matumizi ya dawa za kulevya au dawa za kudhibiti uzazi, vile magonjwa kama PCOS, polycystic ovary syndrome, au shida za tezi ya thyroid zinazoweza kusababisha mabadiliko makubwa ya homoni. Matibabu ya hormone imbalance hutegemea sababu za dalili. Daktari anaweza kupendekeza mabadiliko ya lishe, dawa au tiba mbadala kama vile mazoezi ya kupunguza mawazo. Kwa baadhi ya watu, tiba ya homoni inaweza kuwa muhimu. Kuzuia hormone imbalance kunaweza kufanyika kwa kudumisha maisha ya afya. Hii ni pamoja na kula vyakula vyenye virutubisho, kupata usingizi wa kutosha, kuepuka mawazo na kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Homoni zisizo sawa zinaweza kuwa na athari kubwa kwa maisha ya kila siku kwa mwanamke. Ikiwa una dalili zozote, ni muhimu kushauriana na mtaalamu wa afya kwa tathmini na ushauri sahihi. Tumetoka kutazama Afya Storyline ya wiki hii. Kwa sasa tuingie mtaani tuangalie wadau wanauelewa gani kuhusiana na mvurugiko wa homoni. Kwa uelewa wangu, mvurugiko wa homoni ni ile hali ya homoni kuwa nyingi au kuwa chache katika mwili ambao unapelekea kuharibika kwa mzunguko wa hedhi kwa wanawake, ambayo inapelekea pia huyo mwanamke hedhi kuwahi kufika au kuchelewa. Yaani anachelewa kuingia katika siku zake au kuwahi. Inawapata sana watoto wa kike au wasichana. Hii inatokea pale homoni zinakuwa ni nyingi au kuna upungufu wa homoni kwa kiwango fulani. Na kuhusu mvurugiko wa homoni, hii inasababishwa na sababu mbalimbali. Kwa mfano kuna UTI, kuna fungus, kuna PID. Na mara nyingi hiyo mvurugiko wa homoni inakuwa na madhara fulani kwa watoto wa kike. Kwa mfano inaweza ikachelewesha hedhi au mwanamke kabisa asipate hedhi. Kutokana katika kupungua au kuongezeka katika homoni mwilini. Hormone imbalance inaweza kusababishwa kwa vitu mbalimbali kama vile kupungua kwa baadhi ya madini mwilini na vitu vingine kadhaa. Madhara ya hormone imbalance mwilini ni kama yafuatayo. Inaweza kusababisha overbleeding. Pia hormone imbalance inaweza kusababisha matatizo katika via vya uzazi. Na hao ni wadau wetu kwa siku ya leo, wametoka kutueleza ni namna gani wanaelewa kuhusiana na mvurugiko wa hormone almaarufu kama hormone imbalance. Kama ilivyo ada, kwa sasa tuingie katika chumba cha daktari ambapo leo tuko na Dr. Anwari Athmani ambaye yeye ni daktari katika pharmacy ya Subira. Dr. Anwari, ni dalili gani zinaweza kuashiria kwamba mtu ana mvurugiko wa homoni? Dalili kuu ni tunasema siku zake za hedhi zinakuwa haziko sawa. Kama ni mtu anaenda mara moja ndani ya mwezi mmoja, anaweza akaingia hedhi mara 2 mpaka mara 3. Kama ni mtu anaweza kaingia ndani ya siku 3 kwenye siku zake za hedhi,
anaweza akaingia siku 5 au zaidi au pungufu. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba mtu ana mvurugiko wa hedhi. Hiyo ndio dalili kuu. Pia kuna dalili ndogo ndogo, mfano kuota nywele sehemu za kifua na sehemu za tumbo. Kupata kitambi pia ni dalili mojawapo, lakini sio dalili kuu, ni dalili ndogo ndogo. Na ni kitu gani kinasababisha mvurugiko wa homoni? Ni tunasema kwanza kuna mwenendo wa maisha, especially kwenye ulaji, inaweza kusababisha pia mvurugiko wa homoni. Pia matumizi ya madawa, mfano madawa ya uzazi wa mpango, yanaweza kusababisha pia mvurugiko wa homoni. Kumtazama Dr. Anwar Athumani ameweza kutueleza kwa kina zaidi kuhusiana na mvurugiko wa homoni. Kwa sasa tukatazame clinical message ya wiki hii. Clinical message. Clinical message. Ukitaka kuzingatia afya yako iwe bora zaidi, ni muhimu kuzingatia ujumbe huo. Sasa turudi katika chumba cha daktari atupatie ushauri ni nini mtu anapaswa kufanya ili kuepukana na mvurugiko wa homoni. Vyakula kama vyakula vya kambakamba, matunda ya kambakamba, mfano mapapai, maembe yanasaidia. Vyakula vya protein tunasema nyama, pia kuna samaki ambao tunasema ni mafuta ya asili, yanasaidia kwenye kurudisha mzunguko wa homoni. Hata chakula kama wali pia inasaidia, lakini cha muhimu ni kula chakula tunasema balanced diet. Vyakula vyote lakini viwe kwenye balanced diet. Tumetoka kupata ushauri sahihi kutoka kwa Dr. Anwar Athumani. Kwa sasa tukatazame clinical puzzle ya wiki hii. Kuna nini? Clinical puzzle. Clinical puzzle. Na hiyo ni clinical puzzle ya wiki hii. Unaweza kushiriki nasi kwa kujibu swali hilo kwenye uwanja wa comment, nasi tutakuja na majibu sahihi kipindi kijacho. Kwa sasa sina la ziada, nitoe shukrani zangu za dhati kwa uongozi mzima wa Subira Pharmacy pamoja na timu nzima ya Home Clinic. Mimi ni Lucy Zakaria, tukutane kipindi kijacho. Home Clinic.